Sasa tuelekee kwenye mchezo wa dabi wa tarehe 25 baada ya kutangazwa. Hiyo ndo tarehe ya mchezo husika wa dabi kati ya Young Africans dhidi ya Simba. Inaonekana kama mashabiki wa Simba wanalalamika sana kama kuonewa hivi. Kulalamika mtu huwezi kumkataza. Kulalamika mtu huwezi kumpinga. Kulalamika mtu huwezi kumwambia aache. Simba hawakubaliani na maamuzi, japo hawawezi kubadilisha maamuzi. Maamuzi yamefanyika, hawawezi kuyabadilisha. Na hata kulalamikia maamuzi wala haijawahi kuwa tiba dhidi ya uamuzi. Uamuzi kishafanyika, kama hutaki upinge ili haki itendeke. Lakini kwa muundo wa uamuzi uliofanyika hawana nafasi ya kupinga zaidi ya kuangalia namna gani bora. Haya ni matokeo ya kupendeleana. Kwa hiyo siku haki ikitendeka unadhani ukutendewa haki. Lakini watu hawajui. Ushindi wa malalamiko ni wa Yanga. Matokeo ya ushindi ni ya football ya nchi. Ushindi wa malalamiko ni Yanga, matokeo ni ya mpira wa nchi. Yanga wamelalamika kuonewa tarehe 8 na upendeleo ambao wazi wazi kila mmoja kaona bodi ya ligi walikuwa na upendeleo. Simba wanalalamika mechi tarehe 15 imebadilika. Kiini cha yote ni yule bodi ya ligi mbabaishaji. Leo wamejiuzuru bodi ya ligi. Simba wanaumia tu kwa sababu walikuwa wanalalamika ni Yanga. Lakini matokeo walioleta bodi ya ligi ndio wamesababisha hali iwe hivi. Ndio nikasema ushindi wa matokeo ni wa Yanga. Mshindi wa malalamiko ni Yanga, lakini matokeo ya ushindi ni ya mpira wa nchi. Tumetengeneza viongozi ambao hawawezi kusimamia kanuni na taratibu. Tulitengeneza viongozi ambao ukiwatisha wanavyumba. Na viongozi kama mtoto mdogo kumwambia, acha, kaacha. Au jibwa koko. Sasa kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu jibwa koko kawaida alibweki. Likibweka umelipiga jiwe. Lakini natembea kimya kimya kwa sababu asili yake ni jizi. Sasa hatuwezi kutengeneza football yetu kwa mfumo kama jibwa koko. Unanielewa vizuri? Kuwa na viongozi ambao hawezi kusimamia taratibu. Na haya ndio matatizo yetu sisi. Sasa mashabiki wa Simba wanaweza kuwa wanalalamika kwamba mbona kama wametupendelewa Yanga, lakini yale matokeo yana faida kwa Simba na vilabu vingine vyote. Nilisema na nimesema mara nyingi tu kwamba kwenye mpira wetu tunayo matatizo ambayo tumeyatengeneza wenyewe. Tumewatengeneza watu ambao ukiwa unawapendelea wanadhani ni haki yao. Siku ukitaka msimamie haki wanaona unawapendelea. Tumetengeneza mashabiki ambao upuuzi tunaofanya kwao ni haki. Ujinga ndio tunaofanya haki. Ndio maana mpira wetu umekuwa unayumba. Lakini tunawezaje kuyatengeneza mambo haya? Tunaweza kuyatengeneza mambo haya kama tunapata utulivu wa kikanuni na mifumo. Kama tunapata utulivu wa makadirio mazuri ya kuendesha mpira. Lakini sasa sisi huko hatupo. Tumetengeneza migogoro. Hatuko serious na mambo haya. Ndio yanatupa wakati mgumu. Sasa nini nakiona? Nachokiona ni kitu kimoja. Hapa tulipofikia na tunakokwenda. Tuangalie tunakokwenda. Hapa tulipofika tayari tumefikishwa na madhaifu yaliyokuwepo. Tayari tumefikishwa na hali iliyokuwepo. Simba hawana namna nyingine. Kulalamika ni kupoteza muda. Kulalamika ni kupoteza muda. Ni kuendelea kujiumiza tu. Ushafiwa na mamako tangu juzi unaendelea kulia. Ashakufa mkizika ndo basi huyo. Wajipange, waandae timu, waende kiwanjani, wakacheze dabi. Mkisema upeleki timu, hamna unayemkomesha, mnajikomesha wenyewe. Ukisema tutaenda tutafungwa, ukifungwa Yanga akapata faida. Maamuzi yameshafanyika kwa sababu ya makosa yaliyokuwepo. Sasa sio kipindi cha kunyoshiana kidole. Mpira huu umetawaliwa nao Yanga, kwa mnataka Yanga wametawaliwa nao, sio? Kwani Yanga walichokuwa wanalalamika ni nini? Walikuwa wanalalamikia Simba, wanalalamikia bodi ya ligi. Malalamiko ya dhidi ya bodi ya ligi yalikuwa ya uongo. Hivi ni kweli sisi tulikuwa tunakubali kwenye mwenendo wa bodi yetu ya ligi ule? Mwenendo wa TFF kweli tunakubaliana nao jamani? Kweli nishasema watu hawafuatili mambo. Mpira wetu sipo kwenye uwekezaji, sio mifumo. Kwenye mifumo viongozi tukitaka kuwapekua hapa. Sijui kama mnajifunza mipira ya nchi za wenzetu. Mifumo ndio inayojenga mpira wa nchi, sio uwekezaji.
Si kila mtu akisimama nimevutia uwekezaji, nimevutia uwekezaji. Wewe wizara ya utamaduni, wewe wizara ya biashara, uvutia uwekezaji vipi? Tazama mifumo ya mpira. Nimevutia uwekezaji, nimevutia. Hasa na waziri yule Kitila Mkumbo naye asemeje? Kazi ya TFF kama waziri Kitila Mkumbo bwana. Nimevutia uwekezaji. Tazama mfumo wa football. Nimevutia uwekezaji. Nimevutia uwekezaji, kazi ya football, kazi ya TFF sio kama waziri Kitila Mkumbo ya uwekezaji. Nendeni mtufanyie shughuli za maendeleo ya mifumo ya mpira. Tupate timu za vijana chini ya miaka 13. Nyewe timu za vijana miaka 20. Angalia tunavyobundu hapa. Unaangalia timu ya vijana kwa vijana wazee hawa. Vijana miaka 20 kweli mtu miaka 20 hawezi kupiga pasi. Hii nchi. Hatuna hata huruma na football ya nchi jamani. Tumevutia wawekezaji, tumevutia wawekezaji. Nyewe ni wizara ya uwekezaji jamani. Kweli. Na watu wanashangilia. Wewe mtoto gani ya miaka 20 Tanzania unamtamani hapa? Akacheze mpira. Nani? Miaka 17 ya Lamine Yamal mwenzetu ni pay to win. Yuko kwenye smartness. Kwa nini? Kwa sababu tumetengeneza mpira ambao hauko katika mifumo. Tunaanza kujivunia sasa hivi kwa wizara ya uwekezaji. Tumevutia wawekezaji, tumevutia wawekezaji. Wawekezaji nini? Iko hivyo. Malalamiko yamekuwa mengi. Lakini kocha Zuberi, unatazama vipi kuelekea hizi mechi mbili ndo kwenda kwenye mchezo wa dabi ambao ndo utakuwa mchezo wa kukabidhi kombe kwa bingwa? Kuna yoyote anaweza kaangusha kabla mchezo huo? Waliofiwa hawawezi kunyamaza. Waliofiwa hawawezi kunyamaza. Yaani Tabora, sijui wale Ken Gold, Kagera. Hii mechi za mwisho waliofiwa hawawezi kunyamaza. Wataendelea kupigwa tu. Wanyonge, wakubwa wataendelea kupambana. Ndio hivyo, waliofiwa hawawezi kunyamaza. Ndio kaamua mchezo huo. Hakuna mechi ngumu hapa. Waliofiwa hawawezi kunyamaza. Watalia tu. Wale timu zile za matabaka sasa watategemea Ken Gold atamfunga Simba. Inasemekana kwamba Simba kwenye mchezo wa dabi huenda asianze na first 11 yake ambayo tumeizoea. Mkomeshi mtu yoyote, usipanda first 11 mnajifua rekodi yenu. Hakuna ujanja. Simba nao wakati mwingine kawa anaiogopa Yanga. Haya maneno tuanze na first 11. Si mna watu mlisema Mpanzu wakamkabe bila kuwa bingwa. Huu ndio wakati tumuone Mpanzu na Yanga. Yaani mashabiki waoga kuliko wachezaji Simba. Si Mpanzu tulisema wakamkabe wale Yanga Africans, ndio muda huu. Huu ndio muda wa Mpanzu wakakabwe na Yanga Africans. Huu ndio muda tutaka tumuone Pacome akapambane na kina Razaki Hamza. Si ndio wakati wake. Huu ndio muda wa timu ya kimataifa ndo. Na hiki ndio kipindi cha kujua NBC bora kuliko shirikisho. Ndio hiki. Kuna watu walisema NBC ligi bora kuliko shirikisho. Ndio tuone sasa kwenye dabi wanakutana Simba aliyekwenda finali na huyu mwingine aliyeishia group stage ya CAF Champions League. Ndio wakati wa kupima group stage ya CAF Champions League sawa na finali ya shirikisho. Ndio tukaone sasa bora anaanza kuogopa. Wasilete uoga. Simba wana timu nzuri inaweza ikashindana sasa. Waipeleke uwanjani tukaona uzuri. Waache Simba waende kupeleka timu uwanjani. Watu waache uoga. Kwa maana yake mashabiki wa Simba walikuwa wanataka mechi ya dabi huku wanajua nini kitatokea. Hapana, mimi siamini. Timu yao bado nzuri. Wapeleke timu uwanjani. Ili tukapime NBC ligi ni bora kuliko shirikisho. Iko hivyo. Shukrani sana kocha. Asante sana.